Alisimama mbele ya dunia akawatazama viongozi wakubwa, halafu akasema maneno mawili tu: nyumbani au kifo. Patria o muerte. Kama hiyo ni kweli, basi hii ndio ingekuwa hotuba fupi zaidi kuwahi kutolewa duniani hadi hii leo. Lakini je, ni kweli tukio hili lilitokea kama linavyohadithiwa? Nyumbani au kifo ni kauli iliyokuwa ikizunguka kwa muda mrefu, ikihusishwa moja kwa moja na hotuba ya Ernesto Che Guevara katika mkutano wa Umoja wa Mataifa. Wengi wanaamini kuwa alisimama mbele ya viongozi wa dunia na kusema maneno hayo tu, kisha akashuka. Ni simulizi yenye mvuto mkubwa, fupi na ya kukumbukwa kirahisi, lakini ukweli wake ni tofauti kidogo na hadithi hiyo. Na mwaka 1964 Che Guevara alisimama kwenye jukwaa la Umoja wa Mataifa akiwa mwakilishi wa Cuba. Mwanzoni mwa hotuba yake hakuwa na fujo wala maneno ya vitisho, bali alianza kwa utambulisho na msimamo wa taifa lake, huku akipokelewa na makofi kutoka viongozi wa mataifa mbalimbali. Alijionyesha kama sauti ya watu waliokuwa wakipigania uhuru wao, akieleza kwamba Cuba haikuwa inapigania tu maslahi yake, bali ilisimama pamoja na mataifa mengine yaliyokuwa yanapitia ukandamizaji. Kadiri hotuba yake ilivyoendelea, Che Guevara alianza kueleza hali halisi ya dunia, akigusia mateso ya mataifa ya Afrika yaliyokuwa chini ya ukoloni na ubaguzi wa rangi uliokuwa ukiendelea sehemu mbalimbali duniani. Alisisitiza kuwa kulikuwa na ukosefu wa haki wa wazi, ambapo mataifa makubwa yalikuwa na nguvu kubwa juu ya mataifa madogo, hali iliyosababisha maumivu na migogoro isiyoisha. Kulingana na ripoti mbalimbali, baadaye hotuba yake ilichukua mwelekeo mkali zaidi. Alikosoa waziwazi Marekani na sera zake, akizungumza kuhusu uingiliaji wa mataifa makubwa katika nchi nyingine. Alieleza kuwa mapambano ya silaha hayakuwa chaguo la kwanza, bali yalikuwa matokeo ya watu kunyimwa haki zao kwa muda mrefu. Hapa ndipo alipoonyesha waziwazi kuwa alikuwa akizungumza kama mwanamapinduzi, si mwanadiplomasia wa kawaida. Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Che Guevara alisisitiza mshikamano wa mataifa yanayoendelea na umuhimu wa kuendelea kupigania haki. Aliweka wazi kuwa mapinduzi hayakuwa ya Cuba pekee, bali yalikuwa sehemu ya harakati kubwa ya dunia dhidi ya ukandamizaji na uonevu. Kwenye historia wanasema hapo ndipo alipofunga kwa kauli iliyotikisa dunia, kauli ambayo tayari ilikuwa imekuwa alama ya mapinduzi ya Cuba na ilitumika pia na Fidel Castro: Patria o muerte, yaani nyumbani au kifo. Hii ndio kauli ambayo haikuwa maneno ya ghafla, bali ilikuwa ni hitimisho la kila hoja aliyokuwa amejenga tangu mwanzo wa hotuba yake. Kwa hiyo Ernesto Che Guevara hakuwahi kusema maneno hayo mawili tu katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, lakini ukweli ni kwamba hotuba yake yote ilijengwa kuelekea maneno hayo mawili na kuyafanya yawe na uzito mkubwa zaidi kuliko hata kama yangesemwa peke yake.